Naitwa Rose Masesa, ni dada mkubwa wa Mheshimiwa Tundu. Tundu ni mdogo wangu wa 4 kutoka kaka yetu mkubwa Firstborn ambaye sasa hivi alishapumzika. Anakuja yule Mheshimiwa Alute wakili, watatu ni mimi katika kuzaliwa. Na professionally mimi ni mwalimu mstaafu, lakini ni mchungaji sasa hivi. Yeah. Na takribani miezi 6 sasa hivi Tundu Lissu yuko mahabusu. Labda unalipi la kuzungumza kuhusiana na hilo? Ya, kwa kweli kwa familia tunaumia, we are so sad. Na mimi niseme Tundu alikamatiwa Songea na mimi ninaishi Songea. Na alikamatwa Mbinga, wakati siku moja kabla hajakamatwa alitokea kwangu, alikula chakula cha usiku nyumbani, wakaenda Mbinga kesho yake na ndio jioni yake wakakamatwa. Kwa hiyo wakawa wamerudishwa, wameletwa Dar es Salaam. Ilikuwa ni shocking event kwa sababu tunamjua Tundu. Tundu ni mtu anayeweza anaongea openly, hajawahi kuongea kitu chote kificho. Na kila mtu anamfahamu. He's a very honest man. Hana kificho, hawezi kuongea chote cha hiana, na ni mtu ambaye kwa kweli tunaweza kusema ni mtu ambaye anajitahidi kwa he's a credible leader. Kama unaweza kumtathmini Tundu maisha yake, ni mtu ambaye ni mwadilifu. Kwa hiyo haya yote ya kusemwa ni mhaini ni nini ilitushoku wote, na hatuelewi ilikuwaje mpaka akazushiwa kitu kikubwa namna hiyo, lakini tunamshukuru Mungu kwamba yuko stable na anapambana. Tunataka haki itendeke. Yaani kikubwa tunachotaka kama taifa letu ni taifa ambalo linajali demokrasia ya kweli, utu, kama ambavyo sera zinasema utu na maendeleo. Tunataka tuone utu kweli una prevail na justice inafanyika. Isiwe tuseme maneno tu tunatangaza hivyo, lakini ukija kwenye uhalisia hivyo vitu havifanyiki. Kwa tunataka Tundu amekaa almost miezi 10 sasa yuko ndani. Na mimi nimemwona tangu mwezi wa 4, nimekuwa nikija kila wakati Dar es Salaam. Nimeenda Ukonga na hata last week nilikuwa Ukonga pia, na nahudhuria mahakamani. Lakini nafikiri kila mtu anaona jinsi anavyojipambana, anajitetea, na ni kwa sababu hamna kitu ambacho amekifanya kilicho kibaya. Sisi tunatamani kuona kwamba serikali, Mheshimiwa Rais ana ile justice anaitoa. Mimi nafikiri ni yeye ndio anayetakiwa kusema kitu, kwa sababu she has been so quiet kwa muda wote. Tundu ameletwa, ni kiongozi, ni mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani. Nafikiri Mheshimiwa Rais alikuwa anapaswa naye kuonyesha ile justice, kuonyesha ule utu, kwamba unamweka mtu ndani na mnajua kabisa kwamba hana kosa lolote. These are political whatever issue, lakini tunaamini hivyo kwa sababu ukienda kwenye uhalisia Tundu sio mhaini, hajawahi kufanya chochote against serikali yake na taifa lake. Amekuwa akipigania haki miaka yake yote. Akipigania, mimi namfahamu Tundu, ni mdogo wangu, nimembeba mgongoni, nimemlea. So namjua mapambano yake na anavyopigania haki, najua ametumia maisha yake yote kupigania haki. Kwa mfano kuna cases nyingi tu ambazo zinaonyesha wazi kwamba yeye ni freedom fighter. He's a freedom, ni activist wa human rights activist. Amejitahidi akitoa muda wake wote na nguvu zake zote na uwezo wake wa kielimu kupigania Watanzania. Wakati akiwa bungeni, unaona hata argument anazozitoa bungeni. Mtu kama huyo huwezi kutegemea awe mhaini. Anakuwaje mhaini wakati anatumia muda wake mwingi kupambania Watanzania? Na dunia nzima inajua Tundu ni mpambanaji wa haki za binadamu na anapigania Watanzania. Mimi naomba serikali, Tundu ni mpambanaji wa haki za binadamu na anapigania Watanzania. Mimi naomba serikali, tunapoongea habari ya reconciliation, zile 4R, Rais aseme kitu, where is her 4R? Na mimi kama Mtanzania, sio kama dada tu wa Tundu, kama Mtanzania nimesema mimi ni mchungaji ambaye tunafundisha watu maadili. Mama Samia ni mtu wa ibada, ni mtu wa Mungu, ni mtu anaonyesha, ni mtu wa dini. Where is that 4R? Tunataka kuona zile 4R za mama. Reconciliation, where is the reconciliation? Na
unafanya reconciliation na nani? That is another question. Kama umemweka kiongozi mkuu wa upinzani ndani and then you are talking of reconciliation, huyu amechukua sehemu kubwa ya Watanzania ambao wako nyuma yake. Unafanya reconciliation, lazima mtoe kiongozi wao ndani so that you can sit on the table. Kwa mimi nasema, namwomba mama pamoja na serikali yake wafike mahali waone kwamba kweli we want peace in the country. Tunataka kuona amani Tanzania yetu ambayo tunaimisi sasa. Mimi sikutegemea maishani nchi hii itafikia hapa ilipofikia. Sikutegemea. I'm almost 70 now na miaka 69. Lakini sikutegemea tutafika nchi tunaogopana, tunakimbia, tunafanya nini? Yani huamini mtu yeyote. Tumekuwa kama digidigi tu kwenye mbuga za wanyama. Watanzania, they are never happy again, they are never safe there. Ndivyo tunavyoishi sasa hivi. Sasa mama, mimi kwanza niseme kama mwanamke, Mama Samia naomba ipate hii message. Alipoingia madarakani, I was one of those women who were happy. Nilifurahi, nikasema sasa nasi wanawake weekend. Nikampa zile sifa zake kwamba mama, na akaja na 4R, tukasema sasa tunarudi, tunaonyesha dunia kwamba nasi wanawake tuna nini? Tunaweza. But what happened? Inaonyesha kwamba sasa wanawake sijui kama tunaweza tena, ametushusha chini wupu. Tumeshuka ile morali na ile kujivuna kwamba tunaweza, na mama alikuja kwa nguvu, sijui nani aliyemshauri akabadilika namna hiyo. So I would want her kurudi kwenye nafasi yake. Asikubali tena hivi vitu vinavyofanyika virudie tena. Amtoe Tundu na wengine wote ambao wamewekwa ndani bila sababu, ambavyo vimefanya nchi yetu imechafuka kwa kiasi kikubwa namna hii, wawe released ili tukae chini, hizo reconciliation ifanyike na watu wawe huru, watu wa enjoy freedom katika nchi yao. Wanasiasa wafanye siasa zao kwa uhuru, kwa amani pia. Tundu sio mchokozi. Unajua mtu ambaye yuko very clear, yuko very straightforward, mtu wa namna hiyo unatakiwa pia ujue how to go about him. Kwamba reconciliation ifanyike, na Tundu hawezi kutaka reconciliation ya pembeni, anataka kitu cha wazi ambacho kita benefit watu wote. Kita benefit serikali, kita benefit pia raia, watu wote waone kwamba ni kweli it's a true reconciliation. Kwa kipindi hiki ambacho Tundu Lissu yuko ndani, hali ya familia ikoje? Ni dada zake, kaka zake pamoja na mke wake labda na watoto? Tuko stable, mimi niseme kwa kiasi kikubwa, kwa sababu sisi wote bahati nzuri ni familia ambaye kwanza ina mawakili wengi kwenye familia yetu. Mawakili wengi na kidogo watu wameenda shule, kwa tunaelewa what is fighting for. Tunajua anapigania nini, na tuko stable kwa maana tunaamini pia kwamba atatoka kwa sababu hamna kosa alilofanya. Lakini pia watoto kweli walikuwa shaken kidogo. Hata watoto wako nje na hawajamuona bado, na wanajua kesi mkabili ni nzito namna hiyo, lakini kidogo wanakuwa stable sasa hivi, japokuwa sio sana, mpaka uone baba anatoka, si ndio? Kwa hiyo mimi ninaendelea kusema kwamba naiomba serikali chini ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan waone kwamba wakati umefika, kama ni kuiponya nchi bila Tundu kutolewa nje, nchi uponyaji utakuwa mgumu kwa sababu ana watu wengi nyuma yake. Ana chama kikuu cha upinzani, kiongozi, na anapendwa, na wangetamani kumuona yuko nje. Nafikiri hata kwenye CCM wako wengi tu ambao hawaoni why kwa nini Tundu yuko ndani mpaka sasa hivi. Wako wengi wanaotamani kuona reconciliation ya kweli, ili mama atawale pia kwa amani, kwa style anatawalaji. It's difficult. Jina lako? Naitwa Rose Masesa, mchungaji.